Mada mbele yetu biidhnillahi alkarim ni rahma ambayo kwamba Uislamu umeonesha kwa wanawake. Tumeigawanya mada katika vipengele. Tunaangalia rahma ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka katika dini ya Kiislamu katika masala ya ibada, na tukaangalia katika pia rahma ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka katika masala ya mujtama, na pia rahma ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka katika masala ya kiiktisadi, yani kwa lugha nyingine uchumi. Vipi Uislamu umemhurumia mwanamke katika unwani hizi tatu? Hiyo ndio mada tutaiangazia hivi sasa. Lau Sheikh, wape nafasi kwanza wamalize hao. Kaa tu kwanza wamalize, alafu ndio utaamka. Tukiketi hawataona umuhimu wa kufanya haraka. Sisi tutaendelea tu. Au jambo la kwanza ambalo tutaangalia ni fi umuri al-ibada. Vipi Uislamu umemhurumia mwanamke katika masala ya ibada? Jambo la kwanza ikhwata al-kiram, al-Islam asqata lilmar'a as-salatu ala al-hayd wal-nifas rahmatan biha لما تعانيه من الأتعاب أثناء الدورة والنفاس. Uislamu umeondoshea mwanamke hukumu ya kwa yeye ni lazima aswali wakati ambapo kwamba anaingia katika ada ya mwezi, na pia wakati ambapo kwamba anakuwa katika nifasi, ile damu ambayo kwamba humtoka mwanamke wakati baada ya kuzaa. Uislamu umemhurumia mwanamke aswali katika muda huu, na wala hana haja ya kulipa baada ya kumaliza ada kama zile. Hii ni rahma. Ikiwa hizi ada kwa uchache mwanamke anapata ada siku 4 mpaka 15 ama 14 kulingana na hizi siku 14, yani baina ya 4 na 14 hana haja ya kuswali. Nifas inakuwa takriban siku 40 ama siku 60 wanawake wengine. Kwa muda huu wote hana haja ya kuswali, bali ana haja ya kuswali, hafai kuswali, na hana haja ya kulipa baada ya kutoka katika ada kama hili. Hii ni huruma ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mwanamke, ilhali mwanamume kwa upande wake hata augue vipi atakavyougua ni lazima asimamishe swala. Natumai hiyo imefahamika, na kina mama watakuwa wananifahamu hata zaidi. Pia katika hali kama hii ya hedhi na nifasi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asqata anha as-sawma athna dawra. Katika hali hii pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemhurumia mwanamke asifunge katika akiwa hali kama hii, ya ima yuko katika hedhi ada ya mwezi, ama yuko katika nifasi ada ambayo kwamba anaingia ndani yake baada ya kuzaa, hafungi kwa mwezi mzima. Na pia hali nyingine pia ya kunyonyesha, lau mwanamke atakaka ananyonyesha lau Ramadhani hii, angalieni rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wanawake. Lau mwanamke ana mimba mathalan katika
ana mimba na imeingia Ramadhani hawezi kufunga, ale ikiwa anahofia afya yake na anahofia afya ya kiumbe ile ambaye kwamba yuko katika tumbo lake. Akimaliza kuzaa anaingia katika nifasi siku 60. Ina maana ile Ramadhani bado hajafunga, na sasa haswali juu yake. Anaruhusiwa kunyonyesha mtoto miaka 2, hauleni kamileni. Pia hapa akinyonyesha hana haja ya kufunga, si lazima afunge. Unaweza pata mwanamke anaweza kwenda lau ile wakati wake period ambapo kwamba yuko kwenye mimba miezi 9, uongeze na miaka 2 ya kunyonyesha, ina maana miaka 3, hafungi na hana kesi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na lau yofa hana haja ya kulipiwa wala hana deni mbele ya Mola wake, kwa sababu bado iko katika ile mipaka ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemruhusu. Angalia dini ambayo kwamba ina huruma na mwanamke. Kwa hivyo wanawake wafaa wawe ni wacha Mungu zaidi kushinda wanaume, kulingana na ile huruma ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka katika dini hii. Tukiangalia rahma nyingine ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amewapa wanawake, pindi katika masala ya dini wanaume wanapohitajika kukusanyika kwa ajili ya amri ya dini aina yoyote, wakiitwa na amir, mathalan tuna khalifa wetu aitane aseme mkusanyiko huu lazima uhudhurie watu wote, wanawake katika amri kama ile hawana haja ya kukusanyika, kwa sababu yeye pahali bora kwake yeye ni ndani ya nyumba yake. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsahalishia mwanamke, hana haja kuhudhuria swala ya Ijumaa wala swala ya jamaa. Swala bora kwa mwanamke ni ndani ya nyumba yake, tena katika kile chumba ambacho kwamba kiko ndani zaidi. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsahilishia kwa kiasi hiki. Ama mwanamume ni sharti ahudhurie mikutano ambayo itaitwa na amiri wao wa Kiislamu, ni sharti, ni jambo ambalo kwamba maulama wamekhtalafiana katika salata al-jamaa. Kuna wenye kusema ni fardhu kifaya, yani ni vizuri zaidi lau mwanamume atahudhuria swala zake zote msikitini kama hana udhu. Yani ni jambo ambalo kwamba limekokotezwa sana na limepelekea baadhi ya maulama kusema ni lazima aswali swala ya jamaa msikitini. Lakini mwanamke amri kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuondoshea. Tukiingia masala ya dini lakini ya kisheria, Uislamu umemuondoshea mwanamke إقامة الحد عليها حالة حملها وإرضاعها لولدها. wakati mwanamke amekosea kosa ambalo kwamba linafanya sheria ya Kiislamu imchukulie hatua, mathalan mwanamke wa Kiislamu azini, kisheria ya Kiislamu anafaa au awekwe kupigwa mawe. Lakini pindi mwanamke kama yule awe katika hali ya ujauzito, basi hadi ile hukumu ile ya kumpiga kwa mawe inaondoshwa kwa muda mpaka azae, na inaondoshwa mpaka anyonyeshe baada ya miaka 2. Na sheria ya Kiislamu haitatoka khalifa wala kadhi, hafai kutoka kwenda kumtafuta akamwangalia kuhakikisha amerudi. La, pindi atakaporudi ndipo atakaposimamishiwa hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanamume ukija ukiri, basi hatua inachukuliwa hapo hapo, hakuna kukupa ati nafasi uende ufanye hili ama lile. Lakini mwanamke anapatiwa nafasi ya kwenda kuzaa, anapatiwa na nafasi ya kwenda kunyonyesha miaka 2, na hii imetokea katika wakati wa Rasul sallallahu alayhi wasallam. Kuna mwanamke alikuja kumwambia Rasulullah, mimi nimezini. Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia, lakini nina mimba. Rasul akamwambia, nenda mpaka uzae. Yule mwanamke akatoka akenda akazaa, akaja na mtoto wake amembeba. Akamwambia Rasul, sasa niko tayari. Rasul akamwambia, nenda mpaka unyonyeshe, umalize kunyonyesha. Akaenda akamnyonyesha mtoto. Hadithi inasema alirudi na yule mtoto ameshika kipande cha mkate, yani kumwashiria Rasul kwa sasa huyu tayari yana mkate, kwa hivyo hana neno.
mimi nifanyie hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuonesha namna ambavyo kwamba Uislamu una huruma na mwanamke. Leo katika sheria zozote zingine, ukiwa ni mwanamke, hukumu ile itakupata, utakwenda kuzalia jela na utanyonyesha jela. Na hata mumeona ni juzi na jana ndio wameruhusu katika jela zetu, wameruhusu wanawake kuja na watoto wao katika sehemu ya jela. Ni juzi na jana sheria imefanywa reforms, wakakubali wanawake waruhusiwe kuja watoto wao kuletwa kwenye jela na kumwekwa nasari na kumwekwa sehemu za wao za kuchezea na sehemu za wao kunyonyesha, ambapo hii sisi ni sheria na ni amri ambayo kwamba tunayo miaka 1400 iliyopita. Mwanamke katika Uislamu ameondoshewa faradhi ya kwenda jihadi. Lau tumevamiwa kama nchi ya Kiislamu, tulisema leo hapa asubuhi, lau tutavamiwa kama Waislamu, inakuwa jihadi wakati ule kupigana, kujihami na kujikomboa ni lazima. Lazima ile iko kwa wanawake, kwa wanaume peke yake. Lazima ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaonesha wanawake huruma, akawakawa wanawake hawana haja ya kuhudhuria vita kama vile vya kujihami ama vya kujikomboa, na hawana dhambi ndani yake. Lakini nao mwanamume yajaribu, inaitwa tawalli yawma zahf, ni katika madhambi makubwa masaba katika 7 mubiqat. Moja ni kukimbia vita, anaikimbia vita akipatikana hukumu yake ni kuuawa, na ana bado na lau hatotubia ana madhambi makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na adhabu kali na mgoja يوم القيامه. Wanawake wamehurumiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiasi cha kuwa hata awe ni tajiri, awe na senti, anaweza kwenda zake hija, madamu hana mahram, si lazima aende haji. Kama ile hukumu ya haji ya wajibu inamuondokea, kwa sababu yeye hana dhawil mahram, yule ambaye kwamba ni mwanamume ambaye kwamba hawezi kumuoa, ambaye kwamba ni sharti asahibiane naye. Mwanamke akiwa haji, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamruhusu kama ana mtoto mdogo ama ana udhaifu fulani, aondoke katika sehemu za Muzdalifa, aketi tu muda mchache, ende zake Mina. Na ameruhusiwa akiwa Mina kwa sababu ya kuhofia vurumai na vurugu ambalo kwamba liko katika sehemu ya Jamarat, kurusha mawe kwa mashetani. Inaitwa hivyo, kurusha mawe kwa mashetani. Kama umekwenda haji, kuna ibada watu hufanya, kuna sehemu anakwenda kurusha mawe pale ambapo kwamba Nabii Allah Ibrahim alimrushia mawe Iblis alipokuwa anamshawishi asimchinje Nabii Allah Ismail alayhi salam. Basi katika sehemu tatu Ibrahim alayhi salam amemrushia Iblis mawe kwa sababu alikuwa anamshawishi asitekeleze amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunapokwenda kufanya hija, sisi tunarudia kama vile ambapo kwamba alifanya Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, tunarusha mawe kama vile. Ikija kwa mwanamke, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkubalia awakilishi mtu kumrushia. Kuwakilisha kule hakuna amri kama ile kwa wanaume, ila awe mwanamume ni mgonjwa, hawezi kufanya kazi kama ile. Lakini kwa mwanamke anaweza kuwakilisha kwa sababu ndogo ya kuwa labda amechoka ama hataweza kuminyana na watu katika kwenda sehemu kama hiyo. Pili, mwanamke anapokuwa katika haji, ihram yake ni nguo zake. Kama vile nyinyi kina mama mmevaa, hivyo unaweza kutia nia ya haji, nguo zako hivyo ukaenda zako hija. Ama pande hii, lau unataka kutia nia ya haji, utavua nguo zote ulizokuwa nazo na uvae zile shuka 2 ama tauli 2 nyeupe bila ya chochote ndani. Hakuna vesti wala ngodha.
Katika rahma ya mwanamke ambao kwamba Uislamu umemuonesha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati mwanamke, yani kutakuonesha mwanamke ni kitu adhimu katika Uislamu, na wanawake pia nyinyi mpate kufahamu nyinyi ni viumbe ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatukuza. Hali ya mwanamke amekufa, haruhusiwi kuoshwa na mwanamume ila mumewe ama wanawake wenzake. Yani heshima yake iko hata katika hali yake ya kifo. Sanda ya mwanamke ni tofauti na sanda ya mwanamume. Kina mama, sanda yenu ina vipande vingapi? Naam, vitatu ama vitano? Tano. Mbona mwasema mkiogopa? Kina mama, sanda ya mwanamke ni vipande vingapi vya nguo? Wanaume, sanda yenu ni vipande vingapi? Vitatu. Labda huku Embu, lakini kule Mombasa wanaume ni vipande viwili peke yake, cha chini na ile moja ambayo kwamba inakukusanya wewe, unafungwa kama peremende, sio? Mwanamke yake ni vipande vitano, anastiriwa hata katika mauti yake namna hiyo, subhanallah. Alafu utakuta kuna kina mama ana ujasiri wa kutembea bila hijab, wanashangaza, si ndio? Hali ya kifo chake anastiriwa na vipande vitano vya sanda na hakuna atakayemwona kaburini, lakini akiwa yuko hai ana ujasiri wa kutembea bila hijab, subhanallah. Kina mama tumcheni nani? Kina mama tufanyeni, tumcheni nani? Tumcheni Mungu hali ya kuwa tuko. Usije kawa hijabu utakayovalishwa ni ile ya nini? Ni ya sanda, itakwenda kukusuta mbele ya Mola wako. Unajua kusutwa itakwenda kukushtaki. Tayeb, ikhwata alkiram, mwanamke katika hali ya ikhtisad ni nyingi, lakini tunazichukua zile ambazo kwamba tunaweza kuzipitia hapa kwa muda wakati tuliopatiwa. Katika hali ya ikhtisad ya uchumi, mwanamke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwondoshea nafaka kwa usra yake, kwa familia yake. Mwanamke hatafuti kwa ajili ya kulisha familia yake. Utafuta ni jukumu la nani? Utafuta ni jukumu la nani? La mwanamume. Hata kama mwanamke ni nini? Ni tajiri. Mwanamke anaweza kuwa ni tajiri maarufu, ni MCA, ni MP, ni senator, ana mshahara laki 7. Na wewe baba, kijishara chako cha 50,000 cha kubambanya biashara ambazo kwamba zipo na ambazo hakuna, za halali ama za haramu. Huyu bibi hana jukumu mbele ya Mwenyezi Mungu kutoa shilingi kulisha na nyumba yake. Anaweza kuwa yeye ana senti, account imejaa pesa, asinunue hata kiribiti cha kuwasha stovu ndani ya nyumba, na hana jukumu mbele ya Mwenyezi Mungu, wala hatolaumiwa mbele ya Mola wake ati hakununua kiribiti akaasha stovu. Jukumu la kutafuta stovu na kutafuta kiribiti cha kuwasha na chakula kitakachopikwa juu ya stovu cha nani? Cha mwanamume. Kwa hivyo wanaume wasimamie majukumu yao, na kina mama basi, kwa kuwa mnaambiwa hivi, wasaidieni hawa wazee maskini. Sije tukarudi kutafutia kesi ukaambiwa sinunui kitu ngo na mpata pesa za chama. Lakini mwanamume, hii tunasema mwanamume apate kufahamu kuwa mwanamke lau yatoa ndani ya nyumba si jukumu lake akustiri wewe babake Muhammad ama babake Omari. Sawa jamani? Katika hali ya iktisadi, mwanamke askata anha difaa dia, hana haja ya kulipa dia. Lau mwanamke mathalan anaua mtu bahati mbaya, wajua katika Uislamu kuna ile inaitwa manslaughter. Umemgonga mtu bahati mbaya, ukigonga mtu leo hufungwi, unalipa, si ndio? Lau litokee tukio kama lile kwa mwanamke katika sheria za Kiislamu, mwanamke hata awe tajiri, si jukumu lake kulipa ile manslaughter. Ni jukumu la nani? Ni jukumu la mahram zake wa kiume, mumewe, babake, babu yake ama ndugu zake wa kiume, ndo watalipa ile anha. Alotenda kosa nani? Mwanamke. Anayelipa nani? Mwanamume.
ama wanaume wa familia. Hii ndio jukumu ambalo kwamba watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemrahisishia mwanamke, ili mwanamke aweze kufanya nini? Ili mwanamke aweze kuwa mcha Mungu zaidi. Subhanallah. Tayeb, mwanamke Mwenyezi Mungu amemhurumia, amemrithisha pande mbili. Mwanamke katika warathi anarithi urathi, yani yeye ni mrathi mara mbili. Kivipi? Mwanamke anarithi familia yake na anamrithi mumewe na wanawe. Mwanamke anarithi kwao na anamrithi mumewe na anarithi wanawe. Tatu. Ngapi hizo? Tatu. Anarithi kwao nyumbani, yomrithi mumewe na watoto wake. Na subhanallah, Mungu amemhurumia kiasi cha kuwa lau mwanamume yomtaliki mwanamke leo, si mwanamke atakuwa ameingia katika eda, si ndio? Ule bwana afe kesho, mwanamke madamu eda haijesha, anarithi harithi? Anarithishwa, kwa sababu lau Mungu angempa ule mume umri, labda angemrudia mke wake. Madamu eda haijesha, basi mwanamke anakuwa ni mrathi wa yule mume, anachukua ni ngapi? 1/8. Kiswahili inaitwa nini? Anachukua thumni yake, anachukua thumni yake kutoka kwa mumewe alomwacha. Subhanallah, mumewe alomwacha. Ama wewe ukimwacha mwanamke afe, huna tapeni lake. La wewe mwanamume umwache mke wangu, nimekutaliki leo baada ya isha, alfajiri yule mama akafa, huna hata ndururu yake, na labda mama ni MCA, utajuta majuto ya mjukuu kwa hasira zako za pesa mbili. Lakini sasa matatizo huwa mara nyingi ule utesi wa baina wewe na mkeo. Kwa hivyo utajifanya ni mkeo upate kulia kushinda watu wote. Uingie kaburini ukatae kutoka, kisa na mama atakorathi. Tayeb, katika hali alijtimaia, katika hali za kimaisha, yani socially, Uislamu umemhurumia mwanamke kwa kiasi gani? Uislamu umemhurumia mwanamke kuwa mwanamke ni lazima mwanamume alipe mahari. Ni lazima mwanamume alipe mahari. Lau tuulizana hapa, kuna kina mama sasa watoto 5 na wewe mzee hujamaliza mahari, wafanya jambo makosa makubwa. Kwa sababu hilo lau wafa, hilo ni deni mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambalo kwamba wafaa ulilipe, na usipolilipa hapa duniani utakwenda kufanya nini? Utalilipa kesho akhera. Ni makosa sisi kuto kuwapa wanawake mahari. Mahari ni yake, na yeye peke yake ndo ana amri ya kutasarraf na ile mali aliyopatiwa kama mahari. Baba hana amri, babake mke ama babake mtoto wa kike ambaye yoolewa hana amri juu ya mahari yale. Si nduguze, si mama zake, wala mashangazi, wala kina mama wadogo. Hakuna mtu ana amri juu ya senti zile isipokuwa nani? Yeye mwenyewe, bibi harusi. Na kina mama mkae ngangari, nyinyi huwa mwapenda, ukaje ukaambiwa mimi natoa 500 sasa, nitalipa 20,000 baadaye, na hautaziona. Na hautafanya nini? Hautaziona. Usiwe na haraka kuolewa, lipo mahari yako. Na Uislamu, angalia Uislamu ulivyokuwa na rahma. Subhanallah. Tena yasema afakulipa mahari yake kamilan bimujarrad al-khalwa. Akishakuwa naye peke yake tu chumbani, huyu bwana afaa alipe zote. Sasa sisi tuoneana huruma kwa sababu twapenda kabla ya ndoa. Haya ndo matatizo. Twapendana kabla ya nini? Kabla ya ndoa. Wewe mwanamke ndo unakwenda nyumbani unasema tena msimchaji pesa nyingi. Na nini? Na sisi kina baba twabageni. Bwana basi punguza kidogo. Ni mahari yenyewe Mungu ameita kentwar, hayana kupunguzwa. Hauwezi, hujataka kuoa na unataka rahisi kwenda kule ambapo kwamba ni kwa chini zaidi, katafute maskini mwenzako oe. Sawa bwana? Mwajua mahali kwetu Modhaiga? Mwajua Modhaiga? Na mwajua kwa Wangware?
Sasa wewe uko Kawangware utaka mke wa Muthaiga alafu atakapunguziwa bei, itawezekana? Kaoe kwenu Kawangware ama tafuta Madhare mko chini zaidi hapo. Tayeb. Mwanamke pindi anapoachwa, angalieni huruma ya Mwenyezi Mungu. Bwana amekwambia nimekutaliki wewe leo. Sasa huyo bwana ni lazima akupe wewe matumizi yako kwa ngapi? Tohara kwa miezi mitatu kama ni mwanamke ambaye kwamba ashatoka katika masala ya ada. Kama ni mwanamke ambaye kwamba bado yuko kwenye ada, katika tohara zake tatu, yani baada ya kila siku 21, bwana ni lazima apatie mwanamke senti za matumizi kama vile alikuwa akimpatia alipokuwa wapi? Alipokuwa yuko kwake. Sasa sisi tuna mtindo, ukishamtaliki mke umfukuza nyumba. Huruma ambayo kama Mungu amempa, anaketi katika nyumba ya mume. Kama kuna mtu atatoka pale, rumu ni moja na kuna watoto, baba utatoka wewe. Utamwacha mama na watoto wake wapi? Ndani ya nyumba, na utawalisha kwa hiyo mihula mitatu, ama katika zile tohara tatu, ama katika miezi mitatu kama si mwanamke ambaye kwamba ana ada. Hii ndio huruma ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amempatia mwanamke. Mwanamke anamrithi bwana bimujarrad an-nikah wa in mata ba'da al-aqd. Ule mume anaoa amesema kabiltu tazwijaha wa mahraha kabiltu tazwijaha wa nikaha bil mahr al-muttafaq alayh au al-madhkur, yani mimi nimekubali kumooa fulani binti fulani huyu kwa mahali tuliokubaliana. Ukakata kaja akakwambia nimekuozesha, malaka al-maut akaja akafanya kazi yake pale msikitini, ukafa bibi harusi anakurithi. Najua kina mama wapande wa bwana tutasimama, haiwezekani. Yawezekana. Huo ndio Uislamu. Yule alikuwa kule bwana kadhi alifomuozesha alikuwa ashakuwa mke. DJ wewe na hizi speaker zako, mic zako hizi. Kishikia lilalamika, lakini naona mimi ndo nafuata. Masikia? Akishaozeshwa mwanamke, mume asema kadhi aseme nimekuozesha ama nishakuozesha, huyu mtoto wa kike ni mkeo. Sasa ukafa pale yule mtoto wa kike yuarithi hata bila ya kuingia ya kushika nyumba na mume. Tupo jamani? Ana dakika 12 inshallah taweza. Katika masala ya kijtimaia, makumbuka hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yule bwana alokuja kuuliza ni yupi ambaye kwamba nifanyie ukarimu zaidi baina ya baba na mama, akasema nini? Ummuk. Akamwambia thumma min, akamwambia ummuk, akamwambia thumma min, akamwambia ummuk, kisha akamwambia thumma min, thumma abuk. Yani mwanamke ana haki ya kuhurumiwa na wanawe mara tatu zaidi ya nani? Zaidi ya baba. Yani mama, hatusemi mama ni mtukufu sana zaidi ya baba. Mara nyingi hii hadithi watu wakiisoma wanaichukulia kwa mwanamke ana ubora kumshinda yule mwanamume. La abada. Nina maana mwanamke ana haja kuhurumiwa jamani. Ndio anaibeba mimba, ndio anailea watoto, ndio anawanyonyesha. Wewe mzee upo tu. Ama wewe ulitengeza mtoto, napi mjui kubadilisha? Hata pampers za siku za rais pia jamaa bado hajui kubadilisha. Na maziwa ukimwachia zile sere na achanganya manini, pia maskini mzee hajui. Angejua kupika chai kwanza, nyuma atakachengea achanganye sere na kumachekesha. Katika hali ya mwanamke akiwa ananyonyesha, katika sikizeni wanaume vizuri, na tunatarajia wengi hapa mmeo. Mwanamke akiwa katika hali ya kunyonyesha, na wewe bibi sikiza, hii ni haki yako. Unafaa kumlipa mwanamke kwa kunyonyesha wanao. Usiseme si mtoto ni wake pia. Ungembeba wewe. Ni wake basi huwa pili beba wewe unaki. Utamlipa nafaka ya kulisha ya kunyonyesha mwanao. Sawa? Kwa muda wa miaka ile ambayo kwamba ndio usije kama hebu basi acha kunyonyesha mimi sina pesa. Madamu toto lile la nyonya litanyonya mpaka litakapoacha kunyonya ndio utaacha kutafute supu mpelekee mama
za kama ni marondo ama ni vipapatio vya kuku, wewe angalia vile utakavyofanya, lakini mama ni lazima umlipe. Na nyinyi daini haki zenu. Hii matatizo msomi dini, hamjui haki zenu. Wangapi hapa mmenyonyesha na mzee hajaongeza kitu nyumbani? Leo jinyonyeshea. Kama hataki kukulipa, mwambie akodishe mtu wa kunyonyesha, ende reserve kule akatafute mwanamke wa Kimeru mwingine aje anyonyeshe mwanae. Na hakuna lolote. Sawa? Lipeni kina mama ada zao. Wallahi msikubali. Na ni haki yako, nenda paka kwa kadhi, ni haki yako. Nakwambia nenda paka kwa kadhi. Sawa? Madamu wanaume wana haki wanazozidai, na nyinyi zenu kwenu, na nyinyi kwenu msifanye nini? Mzidai. Akifika nyumbani ashika kiuno kauliza chakula iko ama hakuna. Hawafanyi. Asanteni sana. Na wewe dai haki yako ya kunyonyesha. Mwanamke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema haozeshwi kwa lazima. Ni lazima akubali kuolewa. Hakuna wewe tukae msikitini mimi na wewe tupange, mimi tuozeshane, atukifika nyumbani nasema mtayarishe huyo shaolewa. Hakuna ruhusa kama hiyo. Wasichana wa Kiislamu wa Embu, una haki ya kuchagua wanaume. Aje jamaa na masuruali yake na kilemba kama hichi changu, humtaki. Na baba kwa kuwa afanya kazi benki una lazima aoe. Hakuna kama hiyo. Msichana ana amri kusema ndio ama hapana. Na mwanamke hili lingine wazeka ni chonjo. Tunaerebusha kina mama. Mimi haya maudhui nilipatiwa, tumikafanya research. Huu ni mpango wa IDG. Na muni Badru na wenzio. Mimi ni mjumbe. Natoa risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wangesema tuzungumzie haki za wanaume, ningekuwa ndo kazi yangu hapa. Au vipi wazee furahi. Lakini mimi napaa kazi ya kina mama. Kina mama sikizeni. Mwanamke akisema huu mume mimi nimechoka naye, sikutaki tena baba Kirajabu. Ana haki ya khul'a. Ananunua. Usianze kusema mambo gani, hakuna mwingine. Hakuna mwingine shekhe, anchoka nayo mapengo. Chakula mugox. Paka mimi amebadilika rangi. Ni amri yake. Amesema hii imetokea wakati wa Mtume sasa, si maneno yetu jamaa. Ni kwa vile misitaji hadithi kwa sababu muda na wakati hautoshi wa kutaja zote. Kisa cha Barira na kisa cha Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh amemwambia Zaid bin Harith, mimi asema ya Rasulullah, Zaid bin Harith hana kasoro yoyote. Wacha leo mapengo na Adamu box. Mimi Zaid hana katika ibada, katika maumbile, katika kumcha Mungu. Sahaba Zaid bin Harith akiitwa Zaid bin Muhammad ni kijana cha kulelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna bora zaidi alolelewa na Mtume jamani? Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha yomwambia Rasul, mimi simtaki tena Zaid na nahofia kiendelea kuishi naye nitakuja kumnyima haki zake za ndoa, nitapata dhambi kwa Mungu. Mtume akawa hajui afanyeje, manake aya za talaka zilikuwa hazijashuka. Ndio sababu nuzul ya aya za talaka kushuka, kukatoka talaka ya khul'a. Ule Zainab binti Jahsh alikuwa amepatiwa kibustani na Zaid kama mahari, akakirudisha. Zainab binti Jahsh baadaye akaozeshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu. Angalieni raha ya Uislamu. Kwa hivyo baba Kirajabu ukiambiwa hutakiwi, si kwa ubaya. Wewe na swala zako na ibada zako na ukwenda haji juzi na jana, mke hakutaki, sema alhamdulillah rabbil alamin. Hujui Mungu akuepusha na nini? Kwa hiyo sisi watu na miaka 9 namaliza na mapengo yote yankwisha. Na yeshe kwa umri, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu ana haki ya kusema sikutaki tena, kama vile wewe ambavyo kwamba waweza kumwacha wewe mwanamke bila sababu. Kwani mwanamke akuuliza umekula miaka yangu yote? Yeye pia ana amri kama hiyo. Sasa kina mama tafadhali, kama una mpango kumwacha mtu hapa, ngoja angalau wiki twende zetu sisi. Sio katuletea saa kesho tukashindwa kutoka tukarushiwa maya hapa.
yote ambayo ni ule shekho kutoka Mombasa mwenye kilemba. Tupeni tutoke tutaondoka Jumatatu. Sawa bana, wewe mipango yako weka kwanza Jumanne. Wajua sasa zingine ni macheka, lakini ya mambo kuna mtu ansinywa mali leo mpata faraja. Badru mawdhui ya pakitaki. Almuhim, na dakika 5 zimebaki. Sido zilizobaki basi. Nimesalia na dakika 4 lakini. Sawa, haya. Nikimalizia tusema mwanamke katika hukumu za Kiislamu, yule ambaye kwamba atasema mwanamke fulani mathalan yotembea na mwanamume, yani mfanyie mwanamke kadhi, mtaje mwanamke kwa mbaya, mtaje kwa useme ni mwanamke ni mzinifu mathalan, wewe unasema vile sheria ya Kiislamu kwa kumhurumia mwanamke, kwa wewe umefanya ta'ana ala ardhiha, wewe umekosea heshima ya mwanamke. Mambo ambayo kama yanatakaniwa kufanywa ni wewe upigwe fimbo ngapi? Fimbo ngapi jamani, msijua? Sasa ni watu wakipita wasema ule speed ule ndio umesemaje? Speed maana yake nini? Tujichunge na ndimi hizi ambazo kwamba na semi tunazozisema zina hukumu kali mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yawm al-qiyamah. Yule chana naye shaharibika. Aliharibiwa na nani? Wewe ni shahidi. Unafaa ulete mashahidi wale kulingana na hiyo tuhuma ulotoa. Haiwezekani utapigwa fimbo 80 mbele za watu. Kwa sababu gani? Ni heshima ambayo kwamba umeharibu. Kumbuka, ukishasema yule mwanamke ameharibika, ama yule mwanamke hana tabia nzuri, watu zile habari zinakwenda zinasikika. Kwa hivyo na wewe utapigwa fimbo 80 mbele za watu, lao hautakuja kuleta ushahidi wa kuthibitisha ameharibika vipi ama yeye speed vipi. Tafahamiana? Kwa hivyo ndugu Waislamu, tuweni na heshima na wanawake wetu. Wallahi lao wanawake wanadurusu Uislamu na wanaiona ile huruma ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka juu yake. Wanawake wote wangetaka kuwa Waislamu, na sisi wanaume tungetamani kuwa wanawake. Mwenyezi Mungu asema nini nikimalizia hadithi ya mwisho? Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, almar'atu idha sallat salataha wa samat sawmaha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat aljanna bi ayi babin sha'at. Sikizeni kina mama, asema mwanamke akiswali swala zake 5 ama aswali swala zake 5 ukiongeza na sunna hewani, na ufunge funga ya Ramadhani ambayo ni ya wajibu, kama utataka kuongeza za sunna hewani, na ujihifadhi tupo yako, yani usiwe wewe ni kama wewe umeolewa na mume ni huyo, hakuna masala mipango ya kando. Wa ata'at zawjaha, ndio utamsikiliza mumeo katika yale ambayo kwamba hayajakengeuka sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana kenyiwa mnanyoa nyusi, unasingizia ati mume wangu ndio yapenda nikizinyoa. Nyusi kunyoa ni haramu, mumeo apende atakapopenda, lakini wewe kama utakapoenda motoni hamsikize mumeo. La ta'ata li makhluqi fi ma'siyati khaliq, hakuna kumtii mwanadamu katika yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Mume hawezi kukuamrisha ati mke wangu bwana leo ni Easter, piga hiyo jeans na t-shirt twende zetu round. Wewe ukatembea Dallas kule ukalete zaka. Haifai. Mwanamke hufai kumsikiza bwana, lakini sisi watu wangoja uume atoe masharti kama haya ya kijinga tupate kuyafuata. Lakini pale waambie amka kiamule, waamki waambie nuka peke yako. Kwa hivyo wanawake, funga ukiswali, ufunge, ujihifadhi nafsi yako, msikize mumeo. Kesho yawm al-qiyamah utaambiwa uingie peponi na mlango utakao. Nyinyi kina baba
hizi 5 si zenu. Nyinyi mambo ni mengi, muna majumba, hawa wana nafsi zenu, majirani hawa wote, niwe lazima uangalie ndio uweze kuingia peponi. Kwa hivyo mwanamke, pepo iko chini ya maguu yako, ni wewe uamue utainama usujudu uingie, ama utataka kushindana na wanawake wenzako katika mambo ya kijinga ambayo kwamba hayatakusaidia hapa duniani wala kesho akhera. Mwanamke lazima aweze kujipinda nafsi, afinyilie ghira ya kike. Kwa mwanamke yuradhi amudhi Mwenyezi Mungu, lakini amuoneshe vishindo mwanamke mazake. Kweli roho. Sasa wewe lazima ujipinde. Onekana mjinga kwa Swahili hawa, utaonekana mjinga siku ngapi? Siku 2-3, lakini mbele ya Mungu wewe unagonga pointi zako. Na hiyo ndio muhimu. Kwa haya machache Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Subhanallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakallahu khair. Huyo alikuwa Sheikh Rashad Rajab Ramadhan. Mkisikia akisema babake Rajab, yeye ndio Rajab. Ambaye anafuatia inshallah taala ni Sheikh Abu Hamza, ambaye maudhui yake ni tarbiyatul aulad, malezi ya watoto na huruma ambayo inapatikana katika sheria ya Mwenyezi Mungu kuhusiana na majukumu yetu kama wazazi kuwalea kwa watoto wetu. Kwa sababu ya wakati inshallah taala, Sheikh moja kwa moja ingie katika maudhui yako. Jazakallahu khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين. أما بعد. wazee wangu, mama zangu, ndugu zangu, mada ya malezi katika kutizama kufungamanisha na rehema za Mtume sallallahu alayhi wasallam, nafikiri tuseme tukubaliane, kama tutakuwa hai tutafutie na siku nyingine tuje kuimaliza, lakini ni mada pana sana na ni ndefu sana, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na tabia njema. Na tabia njema aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika mambo ambayo tutayaona ya ajabu, ambayo Waarabu wakati ule wakimstaajabia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni namna Mtume alivyokitamaliana na watoto wadogo. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni kiongozi wa serikali ya Kiislamu. Kwa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ana majukumu mazito na makubwa, lakini Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hakuwanyima watoto haki zao kabisa, bal hata katika ibada ambayo ni ibada tukufu sana, ibada ya swala. Sote tuelewa kwamba ibada ya swala ni ibada muhimu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema alikuwa akiingia katika swala, yuwaswali, akasikia sauti ya mtoto analia, akafanya haraka kuswali ile sala, kuikhafifisha, ili mama aliyoko kwenye ule msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ende akamtizame mtoto wake. Rahma zaidi ya hiyo iko wapi ndani ya swala? Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wale maimamu wanaposwalisha wakhafifishe swala, kwa sababu ndani yako kuna watu wenye haja, kuna na watu wazima, kuna na watoto wadogo. Kwa hivyo ni kuonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hili la kuwa na huruma kwa watoto lilikuwa ni jambo kubwa sana. Lakini hii huruma tumeifungamanisha na malezi.
malezi hayaanzii baada ya mtoto kuzaliwa. Wengi wetu twadhani kwamba malezi yaanzia anapozaliwa mtoto. La, malezi haanzia anapozaliwa mtoto. Ikiwa una fikra kwamba uanze malezi baada ya mtoto kuzaliwa, ushapoteza point nyingi. Malezi yanaanzia pale ulipofikiria kuwa na familia, ndipo anapoanzia malezi pale. Pale baba, mtoto wa kiume alipofikiria kuwa baba na mtoto wa kike kuwa mama, walipofikiria pale ndipo anapoanzia malezi. Sasa tabu yetu kubwa tulionayo katika jamii zetu ni kwamba masala haya watu hawayapi uzito unaostahiki. Watu wanaangalia mambo mengine. Ile mizani walioatiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam hawaitizami. Mizani ya Mtume aliyotuatia ni mizani mbili, ad-dinu wal khuluq, dini na tabia njema. Idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawijuhu. Sisi leo la si hivi. Sisi idha atakum man tardawna bimalihi fazawijuhu. Ndio hata anapokuja jamaa huwa wakiambizana, nenda kaangalia kuja na gari gani. Yaani ule mume amekuja na gari gani. Aweza akaja na Pajero la kuazima, lakini aweza kuja na Pajero la kuazima. Kuna kisa Juma Amir amekitoa, mimi sijui kweli wake, kwa Juma Amir ndiye masuli. Asema kuna msichana Nairobi kule, amwendea mamake, amwambia mama, nimepata mshikaji kweli kweli. Vipi mwanangu? Simu ana 3. Simu ana 3. Gari usiulize. Hizo akaunti zake hajui kuzungumza laki wala alfu, azungumza mamilioni. Akizungumza yeye azungumza lugha za mamilioni. Yaani akaunti fulani peleka milioni kadhaa, meli fulani pakieni container kadhaa, zote lugha za mamilioni. Mama sema basi huyo ndiye mtu ashapata, maana shaukata, kama anavyosema lugha za kimtaani vijana, alishaukata, maana akishafaulu kabisa. Kumbe simu za kuazima, viatu vya kuazima, t-shirt ya kuazima, gari la kuazima, baada ya msichana kutoa mfuko mkononi, zile zote hakuna. Sasa sisi mizani ile tuliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeidharau. Kama tulishika mizani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tungekuwa katika hali mzuri kabisa. Tuangalie baadhi ya mifano ya rahma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watoto. Asema Abu Huraira radhiyallahu anhu wa arda, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaonea huruma watoto kabisa, hakuna mfano wake. Alikuja Hasan ibn Ali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjukuu wake akaja kwa Mtume, wa indahu al-Aqra ibn Habis at-Tamimi jalisan. Wa Aqra amekaa kwa Mtume pamoja na Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua Hasan akambusu. Yule bwana akamzungukia Mtume akamwambia, mimi nina watoto 10, lakini hata siku moja sijambusu hata mmoja. Sikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi muttafaqun alayhi kwa katika sahih Bukhari na Muslim, akamwambia, man la yarham la yurham. Mtu ambaye hana huruma kwa mtu mwingine, hana huruma kwa watoto, hasikitiki watu ambao ni wazee, na Mwenyezi Mungu hamrehemu mtu kama yule. Sasa ni kuonesha wazi namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungua safha ya malezi ya rahma katika umma kwa vitendo, si kwa maneno. Kwa maneno mara nyingine twaweza tukawa watu wengi huwa ni mahodari kwa kuzungumza, lakini ikija ni vitendo vyao vikawa haviambatani na yale maneno yao kabisa.
Akaja mbedui mwingine kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwona Mtume yuwabusu watoto, akawaambia, nyinyi mwawabusu watoto wenu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, nitajuaje kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa rehma katika nyoyo zenu? Akarudia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno alimwambia Aqra ibn Habis at-Tamimi, man la yarham la yurham. Ni kuonesha kwamba vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana ruhma kwa watoto. Na amekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mtoto wake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim yuko katika sakarati al-maut, akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwatokwa na machozi. Mmoja katika masahaba akamwambia, ya Rasulullah, Mtume wa Mwenyezi Mungu, nani hata wewe Rasulullah unatokwa na machozi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, alqalbu yahzan, moyo, alainu tadma, macho yanatokwa na machozi, walqalbu yahzan, na moyo unahuzunika, lakini hatusemi illa ma yurdi Allah subhanahu wa ta'ala, hatusemi ila maneno yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sisi hatusemi ila maneno yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu, yani sio wale watu wenye kuomboleza katika kifo kuanza kutoa maneno, umeniatia nani, umeniondokea nini. Ale maneno yale hayafai kabisa, lakini kutoka na machozi ni dasturi ya binadamu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka na machozi. Na kuhuzunika ni jambo la fitra ya mwanadamu. Mwanadamu anahuzunika, lakini hatusemi ila mambo yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na katika suwar za rahma, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtembelea mtoto wa Kiyahudi mgonjwa, yupo katika sakarati al-maut. Akawa Mtume humwambia, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, na yule yupo katika sakarati al-maut. Akawa yule mtoto kumwangalia babake kama kumwambia kwa lugha nyingine, aambie yule babake, unaniidhinisha nifuate maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani nimsikilize Mtume yale anamwambia. Ule mzazi wake akamwambia, ati Abul Qasim, tii Mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume anakuambia sema la ilaha illa Allah, na baba huyo hajasilimu, baba mwenyewe. Akawa yule mtoto amtizama baba kama kwamba Mtume anambia hivi, wasemaji. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bidii ya da'wa, mpaka mtu yupo katika sakarati al-maut, hakusema potela mbali mwache afe ni Myahudi. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam bidii anayoifanya. Yule mtoto akasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, akatamka shahada. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar, namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alladhi anqadhahu minan nar, ambaye amemuokoa na moto wa jahannam. Leo sisi tuna watu wangapi wametuzunguka, tunaishi pamoja na wao? Ni wangapi kati yetu sisi tunafanya bidii kuwafikishia kilma cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah? Ni wangapi kwetu sisi tunafanya hivi? Ni wangapi tunafanya hivi? Hili ni swali, sio kuwaokoa watu wengine, bali hata wale tuliowazaa sisi wenyewe. Tujiulizeni maswali, ni kiasi gani sisi wale watoto wetu tuliowazaa
tunawapa kipawa mbele cha kuwafundisha akhlaqi njema na adabu mzuri na kuwafundisha kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wangapi kati yetu sisi watoto wao wamehifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu? Sisi tunangojea mtoto akifeli tunaambia amiri utampatia naye madrasa huyu. Yaani kama kwa lugha nyingine watu failure ndio wenye kwenda kusoma dini. Wallahi ni aibu na ni kutukanisha Uislamu na ni kumtukana Mwenyezi Mungu na ni kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakawa hawezi kuwapeleka watoto wao kwenda kusoma dini. Kusoma dini ni ibada na ni lazima, si jambo la khiari. Kusoma Qur'ani na kuifahamu na kuizingatia na kuitumia ni jambo la lazima na ndio munqidh, jambo ambalo litatuokoa sisi na machafu yote yaliyoko. Ni sisi turudi tuisome dini yetu kisawasawa. Wacha kuwafikishia watu wengine wale tulionao ndani ya majumba. Ni wangapi kati yetu sisi tuna himma ya kuwafundisha watoto wetu dini? Sisi ni maskini katika kufundisha madrasa. Ukiuliza kwa nini watoto hawaendi madrasa, hapana, sisi hatuwezi kudhamini mwalimu wa madrasa, mshahara, sijui nini. Sababu nyingi tunazitoa. Lakini mzazi yule yuamsomesha mtoto secondary school, mzazi yule yuamsomesha mtoto university. Katika kumsomesha mtoto university na secondary school, sisemi mtu asifundishe hayo, la, lakini kwanza, msingi wa kwanza ni watoto wetu wajue dini yao kisawasawa. Na kwa sababu ya kutojua dini ndio leo utautukanisha Uislamu. Hawa watoto wanaokwenda kuingia katika makundi mabaya na kupotea na kujiangamiza nafsi zao na kuletea madhara mujtamaa wa Kiislamu na kutukanisha Uislamu, yote haya yamekuja kwa sababu ya kutokuwa na fiqh ya dini. Lau wangekuwa na fiqh ya dini, wangejua kwamba maqasid sharia, malengo ya sharia ya Kiislamu ni kuhifadhi dini na kuhifadhi nafsi ya mwanadamu na kuhifadhi mali ya mwanadamu na kuhifadhi heshima ya mwanadamu na kuhifadhi uhuru wa mwanadamu. Haya ndio mambo ya kimsingi kabisa ya dini yetu. Mtu atakayesoma dini kisawasawa, akasoma usuli al-fiqh, yani ile tumbuko za ufahamu wa kufahamu Uislamu kisawasawa, hawezi kabisa akaenda akamua innocent person, mtu ambaye hakufanya makosa yoyote. Hawezi akafanya hivyo, wala hawezi akabebwa na fikra mbovu, fikra potofu. Kila fikra inayokuja katika jamii zetu inazoa vijana wetu. Kwa nini? Kwa sababu watoto wetu tumewakosesha misingi ya kisawasawa ya kujua dini yao. Kwa hivyo sisi tukitaka kutoka katika matatizo tulionayo, jambo la kwanza na ndiyo ruhma kubwa sana kuwafanyia watoto wetu ni sisi tuwafundishe watoto wetu lugha ya Qur'ani, tuwafundishe Qur'ani na lugha ya Qur'ani. Iwe ihtizaz, kujifakhiri kwetu, sio kujifakhiri kwamba mtoto wangu bana wacha mchezo bana. Wajua skuli gani anasoma hayo? Wacha mchezo. Anasoma skuli gani? Uzungu mtupu. Lakini hajui lugha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tafalia nini? Hajui lugha ya Qur'ani, tafalia nini? Utapoingizwa kaburini atakuja pale kusemea uzungu. Kinga kaburini atahitaji kuombea rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Lakini atajua vipi ihsas na ile shuur ya masulia hayo ikiwa wewe mzazi hukumpa ule mtoto msingi mzuri? Leo maal asaf shadid, mambo ya kutuzunisha katika sehemu nyingi za Waislamu leo, ukienda utakuta masala ya watoto wetu kufundishwa dini ni masala yamekuwa chini kabisa. Bali hakuna kama taasisi za kisawasawa. Ukiuliza katika Central mzima hapa, hebu kuna mahad mutawassita mzuri, ikiweko moja mbili itaweza kukidhi haja za watu wote hapa? Haiwezi kukidhi. Lakini kwa nini zisipatikane? Kwa sababu sisi masala ya dini yetu
tumeapa kishogo, tumeweka nyuma. Sisi twenda mbio katika kutafuta kitu ambacho Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala ametutukulia dhamana. Sisi twenda mbio katika kutafuta nini? Kutafuta riziki. Na riziki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukulia dhamana wanadamu. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Hakuna kitu kinachotembea juu ya ardhi ila Mwenyezi Mungu amekitukulia dhamana. Kisha sisi zile tunazozikusanya jamaa tutazitumia zote. Hebu tusimame sote mara moja. Naona watu wamesinzia, wamekaa sana, wamekula mabiriani ya shilingi 150, wamesinzia wote. Angalia wale kila alokaa na alikuwa amelala. Hebu tusimameni, kisha mikono iwe juu kabisa. Iwe mikono juu kabisa. Takbir! Alikuwa ameingia kati hapa, alikuwa anataka jamaa amewaanza kuwafunika funika. Jamaa ameanza kulala, kila mmoja ana biriani, sijui ni pilau, sijui ya kuku na joto lile. Basi jamaa na Shadi alikuja akawapa muhadhara mzito kina mama hapa, akawapa haki jamaa, kila mmoja afikiria sijui atajibu nini akienda huko, na kina mama wamejua haki zao. Sasa wengine wapiga mafikra sijui atakwenda kujibu nini. Hasa Mwenyezi Mungu sayajalullahu ba'da usrin yusra, Mwenyezi Mungu atasahilisha. Tuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atafanya mambo kuwa mepesi. Sasa mimi sitaki tuondoke hapa ila tuondoke na suluhisho ya matatizo yetu katika malezi yetu. Na nataka kuwapa formula moja rahisi kabisa, lakini maalasaf simoni kila mtu kama ana karatasi na kalamu, lakini wale ambao wana karatasi na kalamu waiandike formula hii kisha wawasaidie wenzao. Hata waweza ukafanya leaflet kisha mkaitoa, kama ni IDG watafanya na nini. Kila usra, kila familia yataka iwe na risala. Kila familia yataka iwe na risala. Njia rahisi kabisa wewe kuondoka katika zogo la kugombana na watoto wako na wasichana wako saa zote mavutana, kuwa na risala ya familia. Risala ya familia inaandikwa vipi? Tunakusanyikana baba, mama na watoto ambao wamefika umri karibu kwa akili za fanya kazi vizuri. Tunaweka risala. Risala gani tunaiweka? Risala, haki ya Mwenyezi Mungu tutaitekeleza vipi? Vipi tutatekeleza haki ya Mwenyezi Mungu? Kina mama nataka wale mmoja andika alafu asaidie wale wengine. Vipi tutatekeleza haki ya Mwenyezi Mungu? Tunajadiliana, watoto wanatoa maoni yao, na wewe baba kazi yako ni kuwaongoza pale wanapoteleza, unawaeka sawa. Haki ya Mwenyezi Mungu tunaitekeleza kwa kumjua Mwenyezi Mungu, yani kwa kuwa na tauhidi mzuri. Haki ya Mwenyezi Mungu tunaitekeleza kwa kusali sala 5 kwa wakati wake. Haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaitekeleza kwa kufanya mambo ambayo ametuamrisha na kuepuka yale ambayo ametukataza. Hii haki ya Mwenyezi Mungu. Tunakuja haki ya pili inafuatia baada ya haki ya Mwenyezi Mungu ni haki ya nani? Haki ya nani inafuatia? Baada ya haki ya Mwenyezi Mungu ni haki ya nani inafuatia? Haki ya wazazi wawili. Haki ya wazazi wawili tutaitekeleza vipi? Wafanyia wema na ihsani, tutakuja kuzungumza kesho kwa kiurefu. Halafu haki ya wale akriba, arham. Leo watu wanakatana, hawajuani. Ukimuuliza mtoto ajua yeye, amjua babake, amjua mamake. Wajomba zako mkina nani, ami zako mkina nani, hajui. Arhami haki zao tutazitekeleza vipi? Majirani haki zao tutazitekeleza vipi? Sisi wenyewe kama ile familia tuna mradi gani wa kufanya wa khairi katika umma, kusaidia umma wa Kiislamu kwenda mbele? Tuna mradi gani? Tunaandika hayo yote kwa kuafikiana. Tukishakumaliza kutokea baba, mama, watoto wana sign ile agreement. Tumesema tutaishi jirani mzuri. Mtoto akimkosea jirani unamrifaa. Angalia,
mkataba wetu ulikuwa ni vipi? Tuishi na jirani vizuri. Mbona umekosea? Baba mmekosea, naomba samahani, au usikosee tena. Kwa sababu gani? Kuna dira ya malengo ipo, kuna strategic plan ya kifamily ipo, ndio hatutokosea katika kulea watoto wetu. Lakini tukiwa sisi twenda tu, watu wenda na sisi wenda, watu wenda nazari na sisi tuko nazari, watu wenda primary na sisi tuko primary, watu wenda secondary na sisi twenda secondary, watu university na sisi twenda university. Kisha tutafika wapi? Hatujaweka malengo ya wazi pale tunapotaka kwenda. Lakini tukiweka risala ya familia zetu, kila familia ikaweka risala, ni kwamba tutakuwa na mwelekeo wa kisawasawa, mwelekeo wa kulea wale watoto wetu vizuri, malezi ambayo yatakuja kutufurahisha sisi siku la yanfa'u malun wala banun. Kwa nini? Kwa sababu unapomlea mtoto malezi mazuri, ukiondoka katika dunia bado yule mtoto atakukumbuka na atafanya na khairi kwa kusaidia wewe huko uliko zikufikia. Atafanya sadaka jaria, atafanya mambo mazuri, lakini yategemeana na wewe vile ulivyomlea. Kwa hivyo kuweka risala ya familia, hili ni jambo kila mzazi ambaye ana watoto ambao wamekuwa kiasi fulani waweza kufahamu mambo, kaa na wao, jadiliana na wao, watakuheshimu wewe, wataheshimu wazazi wako, wataheshimu majirani zako, wataheshimu umma wa Kiislamu, watakuwa ni watendaji wazuri wa kufanya mambo yenye kufaidisha umma. Kienda katika mifano mingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya ruhma kwa watoto. Ameswali Mtume sallallahu alaihi wasallam salatul isha, akarefusha sijda ikawa ndefu. Masahaba alipopiga salamu tu, masahaba sisi amesema sallu kama raaitumuni usalli. Sijda ilipoonekana imekuwa ndefu, kuna question mark, ya Rasulullah, tufanye sijda ndefu? Kale asikiliza, nafikiri kama ni mmoja wetu, imamu wetu alifanya hivyo na mtoto, singezika siku hiyo. Siku hiyo kulikuwa kuna mazishi, baada ya swala kulikuwa kuna mazishi. Asema Hasani na Hussein wamekuja wakampanda juu kwenye shingo yake, wakamfanya kama farasi, wakamfanya Mtume kama farasi. Sasa Mtume akawaacha waendelee na kucheza kwao, wamalize raha yao. Yani hakupenda kuwaudhi. Kama ni imamu wetu leo aje mtoto ampande juu huko kwenye shingo, atashika ule mtoto atupe sijui huko, atakapotupiwa atupa kwenye ukuta, baada ya swala tutazika. Lakini angalia Sayyidul Mursalin na vile alivyoona na rahma kwa watoto. Mtoto amepanda juu ya shingo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akatulia mpaka wakateremka kwa hiari yao. Uko ndani ya swala, uko ndani ya sala, na sijda ikawa ndefu. Ingekuwa sisi hii swala kweli imesihi, ungekuwa tafuta mafatwa baada ya swala, ingekuwa tuuliza swala hii imesihi, mama amefanya mtoto wake bana, anakuja anampanda panda juu bana, hii mambo gani huyu bana? Ungefanywa hukumu pengine ufutwe kama na kazi. Wakati watu wangerudi katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wangeona vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam haikumwatisha yeye kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna alivyowaonea huruma. Si hayo tu, kuna Umair ni tasiri ya Umar, kiumari kwa Kiswahili. Mtume anapita, anamwona ana kijidege chake anacheza nacho. Sasa kile kijidege kikafariki. Mtume akasikia yule mtoto amehuzunika sana, akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaenda mpaka nyumbani kwake. Akamwambia, ya Umair, madha faala Nughair? Amefanya nini Nughair? Amefanya nini? Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam aenda kumfurahisha yule mtoto,
Hakusema mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, sina time na mambo hayo na nini. Kale mtume wa Mwenyezi Mungu ana time, mpaka mtoto mdogo wacheza na kidege ampa time. Ingekuwa leo mtoto huyo atakutana na mtawala yoyote, kwanza angefanywa screen asiye kama amefungwa bomu. Haya, sitoshe, ile sehemu itakaokwenda angefanywa practice namna ya kumpa ule rais, ampe vipi, akimsha kumpa aondoke haraka haraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam enda amkumbatia ule mtoto. Bali amepokewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapitia vijana wa Kiansar, alikuwa akiwasalimia assalamu alaikum na akiweka mkono wake juu ya vichwa vyao. Rahma lil alamin, rahma kwa watu wote. Hakuna mtu ambaye ameachwa kando kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye hakupewa haki yake. Watoto wadogo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aenda awasalimia wa Kiansar. Isitoshe, ilikuwa Madina, mwanamke akijifungua mtoto aletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, awe yeye ndiye wa kwanza wa kumlisha mtoto ule tende. Mtume aitie ile tende katika kinywa chake sallallahu alaihi wasallam, aivinyanga kisha aitoa amlisha ule mtoto, watu wakitafuta baraka za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hawa watoto ambao wakiletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wakimkojolea. Akimkojolea fanyaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anyunyiza maji katika ule mkojo sallallahu alaihi wasallam. Kali Rasulullah. Jamaa, si mchezo. Hatuzungumzii sisi hawa wetu ambao leo wapo kesho hawapo. Tuzungumzia Rasulullah namna gani ataamaliana kwa rahma na watoto wadogo salawatullahi wasalamu alayhi. Wazazi wangu, ni wajibu wetu sisi tubadilike kama na kubadilika kwetu sisi ni lazima malezi yetu yabadilike, yawe ni malezi yenye malengo, si malezi tu ya kubahatisha. Yawe ni malezi yenye malengo. Mtoto wako yuwatoka wapi, yuenda wapi, yuwafanya nini, una malengo ambayo yako wazi kabisa. Watu wawili hawatofautiani wakiyazungumza malengo kama haya. Kuhifadhi dini yake kwanza, ile shakhsia yake, personality yake, kama mtoto wa Kiislamu ajijue kwamba mimi na heshima yangu, si mtu wa kwenda sehemu zozote, wala si mtu wa kufanya mambo ya upuzi. Ajua kwamba yeye ni mtu muhtaram kama Muislamu, ana heshima yake, akienda pahali popote yeye achunga Uislamu wake kabla ya jambo lolote. Haya ni masuhulia makubwa kwetu sisi. Na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapa nafasi mpaka vijana wakiingia katika majlisi yake kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wengine walikuwa wakiona haya kumuuliza Mtume maswali. Abdullah ibn Umar asema, nimeona nimechukuliwa mpaka nikaekwa karibu na moto wa Jahannam, kisha nikaekwa kando. Akasema, nikaenda kwa Hafsa ukhti yangu, kaambia niulizie Mtume sallallahu alaihi wasallam maana ya ndoto hii ni nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema haya maneno ya mtoto mdogo, achana nayo, potelea mbali. La, asema sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikiza zile ibara zake, sikia ile matamshi yake. Ni'ma ar-rajul Abdullah ni mtu mzuri. Lau kana yaqumu min al-layl, lau ingekuwa Abdullah wasimama usiku wasali. Kwenye riwaya nyingine, ni'ma ar-rajul Abdullah kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl, alikuwa akisimama usiku kusali, ameacha kusimama. Na ni mdogo wakati wa Abdullah bin Umar. Asema Abdullah, sasa sikiliza watu walopata malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vijana mlioko hapa mchukue hadithi hii kutoka leo.
ukitoka mfuate sira ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu wa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Asema ma taraktu qiyam al-layl منذ an sami'tu dhalika min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sikuacha tena kusimama usiku kutoka siku hiyo nilosikia maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani hakuacha tena kufanya qiyamul layl. Wangapi vijana watatiania insha Allah wakitoka leo hawataacha tena kufanya qiyamul layl? Wangapi? Kwa hivyo mkono vijana. Haya maneno yawahusu vijana tu. Ina baba tutaraji nyinyi mfanya qiyamul layl za kukusudia au pasina kukusudia, za ile za kuamshwa kwambia bana si logic hii. Unajua hiyo sio? Unajua hiyo? Ya kwambia hii si logic hii. Si logic. Unajua hiyo kisa hiyo ungejua sio? Wakijua hivi hamwamshi nyinyi mkaambia hapa si logic sipalipa kuja kulala tu 44. Na nyinyi watu wazima mshaelewa, kuna watu wadogo hapa. Baadhi kuna wengine watasimama qiyamul layl kwa kusudia qiyamul layl. Wengine watasimamishwa qiyamul layl. Hata taamshwa ambia hapo bwana kuja kulala hapa tu 44. Amka. Toe haki za watu. Sasa ukishakutoa haki za watu kaenda kuoga basi si uswali angalau raka moja witri. Swali angalau raka moja witri, yani utakarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala. Huku meridhisha watu wengine na huku mridhishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunaona vipi mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahma lilalamin. Lakini waislamu, kwa nini sisi kuna waislamu wengine hata ukimuuliza jina lako ni nani, ni Muha nini? Ati Muhammad hataki kusema kujulikana kama ni Muislamu. Aona haya hata kujiidentify ni Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu zile media za kimagharibi namna zinavyochefua jina la Uislamu, wa magharibi wanavyochefua mpaka Muislamu ajiona kwamba yeye kujinasibisha na Uislamu. La, yataka Muislamu ajiitazi na Uislamu wake, ajifakhiri. Vijana wa Kiislamu wataka mjifakiri na Uislamu kwamba naam, sisi ni Waislamu, sisi si magaidi, sisi ni watu wazuri wenye akhlaqi njema, akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi ni watu wa sala, wa zaka, wa ibada, wa taa, wa kufanya mambo yenye kuwasaidia binadamu, bal hata yule ambaye hajatuunga sisi bado twamfanyia ihsani. Na hivi ndiyo mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya. Kwa kwanza chukua dakika zangu. Ittaqillah Sheikh. Fanya justice. Niliwaambia mada hii huo ni utangulizi wake tu. Hata hiyo mada yenyewe bado hatajaanza. Kwa sababu kitabu kilichoandikwa juu ya sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitabu cha mwisho kilichoandikwa ni volume 30. Tunaambia tumesoma volume 30, ukurasa mmoja tu tumesoma. Huu ni one page, just one page. Na iliyoandikwa juu ya sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Nadhratun Naim fi sirati Sayyidil Mursalin, ni volume 30. Hiyo ndio kitabu cha mwisho katika sira ya Mtume, kimeandikwa latest. Hiyo ni kitabu cha sasa hivi, current, kimezotoka miaka 10 iliyopita ya nyuma. Ni volume 30, Nadhrat an-Naim fi sirati Sayyidil Mursalin. Na tukitaka kudondoa malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maana twende volume 1, ya 2, ya 3, ya 4 mpaka tukamilishe 30. Sasa mimi nimekufupishia katika utangulizi tu, angalau ule utangulizi tu tumeupata vizuri. Lakini tutoke hapa na ahadi mbili. Ahadi ya kwanza, tufanye ile risala ya familia. Ahadi ya pili, watoto wetu tusiogope jameni. Watoto wetu kwanza wahifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wajua mtoto akisha kuhifadhi Qur'ani, shekhe, usiogope. Akisha kuhifadhi Qur'ani ataenda standard 5, standard 6, standard 7. Mimi kuna mtoto wangu amehifadhi Qur'ani, akaja kanambia baba wajua, kaambia sijui, nieleze.
Amba mimi nitakwenda standard 7 direct. Kaambia uwezo wako, amba mimi shahifadhi Qur'an, mimi nitakwenda standard 7. Na amekwenda standard 7 sasa, uko 4th year katika university. Anafanya science, math na biology, mwalimu wa science. Kwa hivyo usiwe na hofu kwamba mtoto wangu akihifadhi Qur'ani kisha itakuwaje. Ma yatosha kwamba akihifadhi Qur'ani atakuwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yatosha hivyo kwamba yeye akiwa amejua Qur'ani, yatosha kwamba atakuwa ni mbora kati yetu sisi. Khairukum, haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako wapi wale wenye kusema wanampenda Mtume? Tumpenda Mtume kwa kusema tu kwa maneno? La, kumpenda Mtume ni kwa vitendo. Watoto wetu kwanza wahifadhi maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha wahifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akali ya jambo 40 Nawawi, Riyadh Salihin, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, kama hawezi kuhifadhi Sahih Bukhari na Muslim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki. Sitaki kwenda kinyume na protokoli ya shekhe wetu Sheikh Badr Jaafar. Vile amenipa notice nitakwenda naye, lakini amenifanyia zulma kama wanavyosema Wahindi. Tutapambana lakini mara nyingine. Kesho sitokubali kwa sababu kesho muhadhara wangu ni wa kwanza. Kwa hivyo nawaambia kabisa muje mapema. Muje mapema. Ikifika time yuko mtu mmoja nitaanza muhadhara. Tutaheshimu wakati, ndio wajibu wetu. Kwa hivyo nikifika time ikifika mimi naanza muhadhara. Allahumma kwa mtu mmoja kuamini peke yake kwa hivyo nitamtolea muhadhara. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Ahsantum wa jazakumullahu khair.